Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Ninaitwa Bishop Dickson Kaganga. Mimi ni mchungaji kiongozi wa kanisa la Zanzibar International Christian Center. Ni kanisa la Assemblies of God ambalo liko hapa Kariakoo, Zanzibar. Kwa neema ya Mungu, pia mimi ni mkurugenzi mtendaji wa television ya kwanza na pekee ya Kikristo kwa sasa Zanzibar. Ninasema ya kwanza kwa sababu ni ya kwanza. History is history. You cannot change that. Lakini ni ya pekee kwa sasa kwa sababu naamini Mungu ya kwamba inawezekana kuna watu wengine pia wakaja wakawekeza kwenye television, lakini it's just a history. Namshukuru Mungu sana kwa unyenyekevu mkubwa sana. Tukua hewani kwa takriban mwaka mzima, lakini tumerudi hewani, na baada ya kurudi hewani tulipata changamoto kwa sababu wakati tunatoka tulikuwa namba 5. Kwa hiyo tuliporudi tukapewa namba 3 ambayo lakini ilikuwa duplicate. Kulikuwa kuna channels 2 hapo. Kwa hiyo kutokana na hivyo basi tukajikuta ya kwamba kuna watu walikuwa wanatupata kwenye namba 3, kuna watu wakawa wanatupata namba 1002, wengine 1038, wengine 3000 na ngapi. Ili jambo kwa kweli limekuwa likiumiza sana moyo wangu. Kwa hiyo tumelishughulikia hilo swala na sasa tunapatikana kwenye namba 36. Ndio namba ambayo tuko sasa. Kwa hiyo ukitaka kutupata, kwa wale ambao hawatupati, wewe unayetupata, waambie watu wengine wafanye nini. Jambo la kwanza, waende kwenye remote yao, wabonyeze menu. Wakishabonyeza menu waende kwenye setting. Baada ya setting waende kwenye installation. Wakitoka installation kuna TV zingine utabonyeza start. Hizo channel zitajipanga upya. Sasa tunapatikana kwenye namba fixed, ni namba yetu ya kudumu, namba 36. Joy Gospel TV inapatikana Azam Other Channels namba 36. Sasa leo ni siku ya Bible Study. Kila Jumatano, na hii sasa ni series mpya. Kila Jumatano tutakuwa na kipindi cha Bible Study. Inaanza mfululizo wa somo jipya ambalo litatuchukua takriban miezi 2 au 3, na baada ya hapa nitakuwa nimetoa kitabu. Kama nilivyokuwa ninafanya huko nyuma. Kwa wale watazamaji wa Joy Gospel muda mrefu, wanafahamu kwamba tuliwahi kuwa na mfululizo wa somo la siri ya mafanikio. Nikaandika kitabu ambacho nilikiita Hesabu ya Mafanikio. Lakini baadaye nilifundisha series ya somo la karama za rohoni na tunda la roho. Nini tofauti yake? Nilipomaliza series ile nilitoa kitabu. Kwa hiyo na hili nalo nikimaliza hii series nitatoa kitabu. Kwa hiyo tusome Zaburi 53 mstari wa 2. Zaburi 53:2, Biblia inasema, toka mbinguni Mungu aliwachungilia wanadamu, aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Na kushukuru Mungu kwa ajili ya maneno yako. Tunapoanza somo hili leo, Roho Mtakatifu nisaidie mimi. Siji kama bingwa ninayejua kila kitu, lakini nakuja kwa unyenyekevu mkubwa kwa yale machache ambayo umenipa kuyajua. Ninawashirikisha na wenzangu, na ninaomba Roho Mtakatifu utawasaidia na kuwajulisha na mengine mengi ambayo mimi sitayasema. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Amen. Sasa katika mfululizo wetu huu tutazungumza somo linaloitwa Zijue Kweli Kuu katika Biblia. Ndio somo ambalo tutakuwa tunalizungumza, Zijue Kweli Kuu katika Biblia. Na ninaposema zijue kweli kuu, haina maana ya kwamba kuna kweli ndogo ndogo na kuna kweli zingine ni za muhimu zaidi. Sina maana hiyo. Kwa wasomaji wa Biblia wanafahamu, walio kwenda vione, hata manabii, kuna manabii wadogo na manabii wakubwa. Haina maana ya kwamba hawa wadogo hawana umuhimu, wale wakubwa wana umuhimu zaidi. Isipokuwa wamegawanywa hivyo kwa lengo la kujifunza kwamba hawa manabii wadogo waliandika volume ndogo ya vitabu, lakini manabii wakubwa kama Isaya ameandika sura mia na zaidi ya 150 kama nakumbuka vizuri. Isaya Kwa hiyo wanaitwa hivyo si kwa sababu ya umuhimu, isipokuwa kwa sababu ya volume walizoziandika. Kwa hiyo tunapojifunza juu ya kweli kuu za Mungu, haina maana ya kwamba kuna kweli nyingine hazina muhimu. Hapana. Kweli kuu katika Biblia, zijue kweli kuu katika Biblia
haina maana ya kwamba kuna kweli zingine zina umuhimu, nyingine hazina umuhimu. Hii Biblia unayoiona yote ni neno la Mungu na ina pumzi na lafaa kwa mafundisho. Lakini ziko kweli ambazo ni lazima tuzijue. Hivi unafahamu ya kwamba Mungu kama Mungu jinsi alivyo amefunua mambo mengi sana, lakini kuna mambo mengine hatuyajui. Kwa mfano, ukiniuliza sasa hivi ya kwamba hivi mbinguni kutakuwa kwaje, nyumba itakuwa na ukubwa gani, je, tutakaa kama familia, tutakuwa tunalala usiku, tunaamka, no, ni maswali ambayo sidhani kama yana majibu ya moja kwa moja. Na nisikilize mtu wa Mungu. Nisikilize, samahani sana, nina flu kidogo. Umeshawahi kukutana na watumishi wa Mungu ambao wanataka uamini ya kwamba wanajua kila kitu kwenye Biblia? Ushawahi kukutana nao? Kila kitu kuhusu Mungu, wanajua kila kitu kuhusu Biblia. Ukikutana na mtu wa namna hiyo ambaye anataka uamini ya kwamba anajua kila kitu kuhusu Mungu, anajua kila kitu kuhusu hii Biblia, kila kitu, basi I'm telling you, huyo mtu atakuwa ni mtu wa ajabu sana. Ni mtu wa ajabu sana. Kwa sababu sikiliza, Musa ambaye alikuwa ni mtu mkubwa wa Mungu kwenye Agano la Kale, mtu ambaye alikuwa anaongea na Mungu uso kwa uso. Wakati fulani nafikiri kina Mariam na Haruni walimkorofisha Musa. Musa alikuwa mpole sana kiasi kwamba hakuwa amejitetea yeye mwenyewe. Mungu akatokea. Alimwambiaje kina Haruni? Anasema, sikilizeni, huyo mtu wangu Musa ni mpole kuliko wanadamu wote kwa wakati huo. Inawezekana kwa sasa hivi na mimi ni mmoja wapo kati ya watu wapole, lakini wakati huo Mungu anasema huyu ni mtu mpole kuliko watu wote. Na kwa hiyo basi kuna watu wengine nitasema nao kwa njia ya maono na kwa njia ya ndoto, lakini Musa ninaongea naye uso kwa uso. You see? Sasa mtu kama huyo sikiza maneno anayosema katika Kumbukumbu la Torati 29:29. Nataka tuende pole kwa sababu tunajifunza. Kwenye Bible study we are learning. Tungelikuwa tuko kanisani hivi uso kwa uso, ungekuwa unaruhusiwa kuuliza maswali hata katikati, lakini sasa kwa sababu hiki kipindi sio live, tuna record and then tunarusha. Ukiwa na maswali, please, namba yangu hiyo hapo chini, usisite kuniuliza, nipigie simu wakati wowote. Ukiona sijapokea ujue nina dharura, tuma message, nitakutafuta baada ya hapo. Kumbukumbu 29:29, sikiza inavyosema: mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili moja tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Unaona huyo ni Musa anasema hivi, mambo ya siri, yale ambayo siri ni kitu gani? Ni kitu ambacho hakijulikani, kimefichwa. Yale ambayo hayajulikani kwa sasa, anasema hayo ni ya Mungu mwenyewe. Lakini yale ambayo ametufunulia tuyajue, hayo ni kwa ajili yetu sisi na watoto wetu, ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Walipokuwa wanazungumzia sheria hii, alikuwa anazungumzia Torati. Lakini kwa sasa mwongozo wetu sisi wa Kristo ni Biblia, the whole Bible. Ingawa huko mbele katika somo la dawati tutajifunza kanuni za kutafsiri maandiko, ya kwamba hivi kwenye Agano Kale kwa nini Sulemani alikuwa ameoa wanawake 700, 300, masuria 700? Mbona haikuwa shida? Why leo tunaoa mke mmoja? We will learn kanuni ya kutafsiri maandiko. How do we apply? Tuna apply vipi Agano la Kale katika context, muktadha wa Agano Jipya au katika muktadha wetu? Lakini bado ukweli unabakia kuwa the whole Bible, Biblia yote hii ni neno la Mungu na ina pumzi, na ndani yake ina mafundisho ambayo yafaa kutuonya, kutuadibisha. Ndicho anachokisema Paulo. Unaona? Kwa yale yaliyofunuliwa kwetu, Mungu anakusudia tuyajue na tuyatendee kazi. Sasa hiyo ni kwenye Agano la Kale. Kwenye Agano Jipya kuna giant mwingine, mtu mkubwa kabisa wa kiroho ambaye alikuwa anaitwa Paulo. Wote tunamjua. Huyu jamaa hata kuokoka kwake hakukuwa kwa kawaida. Unajua, yeye alitokewa na Yesu mwenyewe wakati ana barua ile anaenda Dameski awatesi wa Kristo. Katikati
mwanga ukatokea ukampiga, pa, akaanguka chini. Baada pale akasikia sauti inasema, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Kwa hiyo unaona huyu jamaa kuokoka kwake kulikuwa sio kwa kawaida. Unaona? Na aliona maono mengi na mafunuo mengi. Mwenyewe anazungumza, hatuna muda wa kuzungumza habari ya Paulo kwa sababu lengo langu nataka ni kuonyesha ya kwamba ukikutana na mtu anasema hivi, anajua kila kitu kwenye Biblia, muogope sana. Serious. Sasa Paulo anasemaje? Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 12. Anasema hivi, maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo kwa jinsi ya fumbo. Twende taratibu. Wakati wa sasa tunaona, alikuwa na maana tunatambua, unaona, mambo kwa kioo kwa jinsi ya fumbo. Wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa, endeni anafafanua. Siku moja niwahi kusema, unajua Biblia mara nyingi inajitafsiri yenyewe. Uhitaji kutafuta maana yako kichwani. Unaona hapa anazungumzia kioo na fumbo, and then sehemu ya pili ni kama anafafanua ile sehemu ya kwanza. Anasema wakati wa sasa. Kumbuka pale mwanzo anasema maana wakati wa sasa, akatumia lugha ya picha, figurative speech. Maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo kwa jinsi ya fumbo. Lakini sehemu ya pili anasema wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu, wakati ule nitajua sana kama mimi nami ninavyojuliwa sana. You see, anasema wakati sasa tunaona kama kwa kioo. Wewe kioo ulicho nacho sasa unaweza usielewe kwa sababu ni kioo ambacho kimeshaendelezwa sana, na ni kioo ambacho ukijiangalia hivi unajiona kamili kabisa kabisa. Lakini Paulo alipokuwa anazungumzia habari ya kioo hiki, alikuwa anazungumzia vioo ambavyo hawa wa Korinto walikuwa wana polish silver. Wanaipolish, wanaisugua. And then baadaye unajiona lakini kwa shida sana. Unajua sisi wainjilisti, wakati mwingine hasa sisi wainjilisti wadogo kama mimi, wakati mwingine tunaenda vijijini. Huwa inatokea tu neema naitwa kuhubiri Dar es Salaam, nimeshawahi kuhubiri Arusha. Lakini ukweli mimi sio miongoni mwa wale wahubiri wakubwa. Ninakwenda sana kwenye injili zangu vijijini. Kwa hiyo wakati mtu tunaenda huko, unakaa mahali hakuna kioo, na unaona, na watu tumesahau kutembea na vioo muda mrefu kwa sababu huko mijini unaingia kwenye hoteli ina kioo, ina bafu, ina everything. Lakini ukienda kijijini hiyo hali haipo. Kwani kajikuta nataka kunyoa ndevu, sina kioo, na kwa asili mimi sipendagi sana kusumbua wenyeji wangu. Labda sijini waskari, maana tunajifunza kutumia mbinu za medani. Kwa hiyo nikachukua iPad yangu and then ukiizima hivi inakuwa kama kakio, lakini unaona kwa shida. Nikawa nanyoa kwa shida sana. You don't see. Ndicho anachosema Paulo. Anasema hivi, sasa tunaona kama kwa kioo kwa jinsi ya fumbo. Sehemu ya pili anafafanua, wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu. Na ndio maana hii ilimpa shauku Paulo kutamani kumjua Mungu tena na tena. Mahali fulani nafikiri alipokuwa anaandika Filipi anasema hivi, sidhania kwamba nimekwisha kushika, bali ninatenda neno moja, nikiyasahau yaliyopita, nikiyachuchumilia. Ukisoma kwenye tafsiri ya Kiingereza neno nikiyachuchumilia, anasema I am pressing forward. Anazungumzia ni kama yule mtu wa riadha ambaye amechoka lakini he is pressing forward, anajisukuma kwenda mbele. My friend, mambo ya Mungu yanahitaji bidii. Serious. Kuokoka ni muujiza. Kukua na kumjua Mungu kunahitaji bidii. Ndio maana Paulo anasema ninayachuchumilia. Unafahamu maana ya kuchuchumilia? Kitu kinavutwa hivi lakini unayachuchumilia. Kwenye tafsiri ya Kiingereza anasema I am pressing forward. Ninajisukuma kwenda mbele ili nimjue Yesu kwa mapana, kwa marefu, kwa kina na kimo. You see, nizijue hata ile siri iliyomfufua. This is Paul. Kwa hiyo katika somo hili tunapojifunza zijue kweli kuu katika Biblia, nataka niweke mambo mawili sawa. Jambo la kwanza, mimi sijaja na ufunuo mpya. No. Ni miongoni mwa watu ambao
niko very carefully na kitu kinachoitwa ufunuo mpya, kwa sababu naamini ya kwamba kwa sehemu kubwa sana ufunuo umekuwa complete kwenye neno la Mungu. Mwandishi Yohana alipoandika sura ile ya 22, mstari wa mwisho ni mstari gani kwenye kitabu cha Ufunuo? Hili Biblia ni kubwa. Sura ile ya 22 ya kitabu cha Ufunuo, mstari wa 21 ndio wa mwisho. Ilikuwa na maana ya kwamba revelation is complete. Na ndio maana huku mwisho kwenye kitabu cha Ufunuo, batimani nimesahau Biblia yangu ya Kiswahili, hii ni ya Kiingereza, unaona. Kwa hiyo sipendelei sana kuzungumza Biblia ya Kiingereza katika mafundisho ya Kiswahili. Lakini kule mwisho mwandishi anasema hivi, anayashuhudia maneno ya kitabu hiki, atakayeongeza ataongezewa mapigo, akipunguza atapunguziwa. You see, revelation is complete. Sasa hivi Roho Mtakatifu kazi anayoifanya ni kutupa ufahamu wa neno la Mungu. Kwenye lugha ya Kiingereza nasema anatupa insight, tuelewe, kwa sababu huu ni ufunuo wa Mungu. Lakini my friend, unaposoma kuna mambo ambayo yamefichika ndani ya ufunuo wenyewe. Ngoja nikupe mfano. Siku moja nilikuwa nasoma kisa cha Musa wakati ameenda mbele ya Farao. Nini kilitokea? Walipoenda mbele ya Farao, Musa alitengeneza nyoka. Ile fimbo yake alipoitupa, ikageuka nyoka. Wachawi wa Misri nao wakatupa fimbo zao na zenyewe zikageuka nyoka. Hiyo imeandikwa kwenye Bible. Kwa hiyo ni revelation ambayo tayari imefunuliwa, lakini ndani ya ufunuo huo kuna vitu ambavyo vinahitaji mwanga. Unaona, Roho Mtakatifu ana shed the light, anaweka mwanga, unaelewa zaidi kwamba sasa nilipokuwa ninasoma na kutafakari lile tukio, najaribu kuvuta picha. Musa yuko mbele ya Farao. Unaona, ni kama naiona picha Musa akitupa fimbo yake, and then ghafla fimbo ile inageuka nyoka. Watu wanastuka, lakini wale wachawi wa Misri nao wanatupa fimbo zao, nao zinageuka nyoka. And then ninamuona nyoka wa Musa akiwameza wale nyoka wa wachawi. Shwa. Sasa unaposoma na kutafakari, Roho Mtakatifu akanitazamisha kitu. Hiyo ndio tunaitaga, sio ufunuo mpya, tunaita insight, mwanga, ufahamu kwa undani zaidi ile ufunuo. Akanambia hivi, unaona hapa? Nikasema hapana. Akasema, angalia, kuna watu hapa wamerudi nyumbani bila fimbo. Oh my God. Kuna watu wamerudi nyumbani bila fimbo. Why? Kwa sababu Musa alipotupa fimbo ikageuka nyoka. Walipotupa fimbo zao, nyoka wa Musa akameza wale nyoka. Shwa. Alipomaliza kumeza wale nyoka, Musa akachukua nyoka yule ambaye ni fimbo, akageuka fimbo. What does it mean? Roho ananiambia jamaa walirudi nyumbani bila fimbo. And then nikaenda mbali zaidi kusoma culture wakati ule. Sasa hiyo inahitaji elimu. Culture wakati ule, kwamba hizi fimbo zilikuwa zina maana gani? Kwa wale watawala wale, fimbo ilikuwa sio kitu cha kawaida tu, ilikuwa inaonyesha authority. Haikuwa na maana ni wazee ambao hawezi kutembea bila fimbo. Ilikuwa zinaonyesha authority, mamlaka walionayo. Siku hiyo walirudi nyumbani hawana mamlaka, kwa sababu Mungu mwenye mamlaka yote kuliko mamlaka zote alimeza mamlaka zote. What does it mean? Mungu ni mkuu sana kuliko mamlaka zote, kuliko utawala wote wa dunia, kuliko wafalme wote. Hii si ufunuo mpya, ni ufahamu ambao Roho Mtakatifu anatupa tunapolisoma lile neno na kulitafakari. Kwa hiyo sijaja na ufunuo mpya. That is number one. Jambo la pili, sijaja kama bingwa mjuzi wa mambo yote ya kiroho, au ninaijua Biblia yote. No. Sijaja kama mjuzi na bingwa. Nimekuja kwa unyenyekevu mkubwa kama Mkristo mwenzako ambaye Mungu amenipa kujua kweli kadhaa ili nishirikiane na wewe zile ninazozijua.
Praise the Lord. Kweli kuu za msingi za Biblia ambazo ninajua wengine tunazijua, lakini wanadamu tuna tabia ya kusahau, na ndio maana ninakuja kukukumbusha. Kama utakuwa huelewi baadhi ya mambo, basi ni neema ya Mungu utakuwa sasa unayajua. Lakini kama unayajua, I'm just reminding you, ninakukumbusha. Sikiliza Mtume Petro katika waraka wa pili sura ya kwanza mstari wa 12 na 13. Listen nini anachosema. Anasema hivi: kwa hiyo nitakuwa tayari kuwakumbusha hayo siku zote, ijapokuwa mnayajua. Unaona, nitakuwa tayari kuwakumbusha hayo siku zote, ijapokuwa kwanza mnayajua, 2 na kuthibitishwa katika kweli mlionayo. Nami ninaona nina haki. Unaona Petro anasema hivi, ninajua haya ninayoongea mnayajua, lakini ninawakumbusha. Najua mnayajua na mmethibitishwa, kwa maana wengine wanayatenda hayo, lakini ninawakumbusha kwa sababu ninayo haki, maadamu nipo mimi katika maskani hii, maadhali ninaishi. Ndicho alichokuwa na maana kuamsha kwa kuwakumbusha. Na mimi nadhani ninayo haki kwa umri nilionao. Nimekuwa mchungaji wa miaka mingi sana kwa neema ya Mungu. Nimesoma sana teolojia, lakini ni mshirika kama wewe. Nadhani ninayo haki ya umri wangu kukukumbusha. Praise the Lord. Zijue kweli kuu katika Biblia. Sasa tutazigawa hizi kweli katika sura na katika masomo. Tutazigawa hizo sura ambazo zitakuwa zina masomo takribani kama 10. Sura 3 masomo 10. Sura ya kwanza tutazungumzia ukuu wa Mungu, ina masomo 4. And then sura ya pili tutaangalia walio chini ya Mungu. Unaona, the subjects of God, wale walio chini ya Mungu. Tutaangalia masomo 3. Hapo tutajifunza juu ya malaika na kadhalika. Shetani ametokea wapi? Asili, kwa nini anaitwa shetani? Je, aliwahi kuwa malaika na kwa nini sasa anaitwa shetani? Kwa nini Mungu akummaliza kabisa moja kwa moja hii shughuli tabu tunaipata leo tusipate? Sitasahau mshirika wangu mmoja alikuwa anaomba mpaka nilifumbua macho. Kwa kweli Mungu aniwe radhi. Yaani nilifumbua macho kwa sababu jinsi alivyokuwa naomba nikawa ninasikia kwamba unajua jamaa akawa anashughulika na shetani, halafu ameshika mkono kama hivi upanga na mashetani, akasema na kupiga mtama. Nikasema my God, shetani akapigwa mtama, halafu akawa anasema shetani, ninakuchinja. Nikasema my God, kichwa kule sijui na nini, ninakata miguu, ninakata mikono. Unajua ilibidi nifumbue macho niseme what? Jamani, nikasema huyu kijana akifanikiwa kumuua shetani atakuwa ametusaidia sana. Ametusaidia sana. Kwa sababu anatusumbua kwa kweli. Hatumpendi, you see. Lakini nikashangaa sana, akamuua shetani kwa maneno, you see. Kesho yake tu kwenye maombi nasikia tena shetani na kupiga mtama, nakata kichwa. Wewe ulimuua jana. Ile ni roho, shetani hafi, Atakuja kufungwa miaka 1000 baadaye ataachiwa. Hayo mambo yote tutaangalia. Why? Kwa nini? Tutaangalia, kutakuwa na masomo hayo 3. Lakini jambo la 3 tutaangalia mfumo wa utendaji wa kimungu. Na yenyewe tutakuwa na masomo 3 ambayo yanafanya masomo 10. Na nikimaliza natoa kitabu chenye title Zijue Kweli Kuu za Mungu katika Biblia. Sasa ngoja tuangalie katika sura ya kwanza ukuu wa Mungu. Leo nataka nigusie tu somo la kwanza, asili na tabia ya Mungu. Asili, the nature, na tabia, character ya Mungu. Asili na tabia ya Mungu. Unajua, tunaposemaka kwa mfano habari ya kesi ya Ayubu, huwa tunasahau kuwa haikuwa rahisi sana kwa Ayubu. Serious. Nataka tu najenga, unajua siku ya kwanza ni introduction na mambo mengi. Nataka upate picha. Ayubu tunamsifia ya kwamba pamoja na mambo mengine yote alisimama na Mungu. Lakini tunasahau hivi, Ayubu alilalamika sana. Kasome vizuri Biblia. Kasome vizuri. Unajua alilalamika sana. In fact, sura karibu zaidi ya 6 Ayubu analalamika. Ayubu alifikia mahali pa kusema hivi, Mungu, kwa nini uliruhusu nitungwe mimba?
kwa nini uliniacha nizaliwe? Kwa nini Mungu nishuhudie mateso haya? Alafu akuishia hapo, akasema hivi, ninailani siku niliyozaliwa. It is in the Bible. It is in the Bible, kwenye Biblia. Sasa marafiki zake, unakumbuka kulikuwa kuna marafiki zake walikaa naye, walimsikiliza kwa siku kadhaa. Yani Ayubu anaongea wenyewe hawakusema kitu, wanamsikiliza. Mmoja anaitwa Sofari, ni kama alimkemea Ayubu hivi. Ukisoma sura ya 11 mstari wa 2, sikiliza anavyomwambia. Anamwambia, je, wewe, yani Ayubu, waweza kuuvumbua ukuu wa Mungu? Hivi wewe unaweza ukaujua ukuu wa Mungu? 2, unaweza kufikiria upeo wa huyo mwenye enzi. Neno mwenyezi ni maneno mawili haya yameunganishwa kwenye Kiswahili, lakini kweli ni mwenye enzi. Kwenye Kiingereza wanatumia neno sovereignty. Yani tunapozungumzia ile Mungu ambaye hana mashtaka, Mungu ambaye akiamua ameamua, Mungu ambaye hashauriani na mtu yoyote. My God. Mungu ambaye mwenyewe anasema ufahamu wake huko juu, kuna mwanadamu anayeweza kuufikia. Kwenye Biblia ya Kiingereza inasema hivi, hilo swala ambalo jamaa alimuuliza Ayubu, can you find out the deep things of God? Job, Ayubu, can you find out the deep things of God? Hivi wewe unaweza ukajua mambo ya ndani ya Mungu? Can you find out the limit of the Almighty? Unaona, the Almighty, sovereign God, the Almighty. Hivi unaweza ukaugundua kweli wewe mipaka na upeo wa Mungu? Why? Kwa sababu wakati Mungu ni wa milele, hana mwanzo wala mwisho, hakuumbwa, lakini ameumba kila kitu. Sisi tuna mwanzo, kwa maana ya mwili huu tuna mwisho. Of course in the spirit sisi hatuna mwisho, kwa sababu hata baada ya kufa haina maana kauza ndio mwisho. Tutaacha mwili huu tuingie kwenye mwili mwingine, lakini ukweli kwa maana ya mwili huu tuna mwisho. Tunazaliwa, tunaishi, tunakufa. God doesn't have a limit. Mungu ni wa milele, hana mwanzo wala hana mwisho. Hakuumba, lakini ameumba kila kitu unachokiona na usichokiona, unachokijua na usichokijua. Kwa hiyo Mungu mwenyewe ndiyo sasa amechukua hatua ya kujifunua kwetu. We'll talk more about revelation. Tutazungumza zaidi juu ya ufunuo. Mungu anajifunua kwetu kwa njia mbalimbali ili tumjue na kuwa na ushirika naye. Kwa sababu huwezi kuwa na ushirika na mtu usiyemjua. Huwezi kuwa na ushirika na Mungu kama Mungu umjui, na huwezi kumjua Mungu kwa akili, huwezi kumjua Mungu kwa elimu. Ndio maana tuna wasomi wakubwa wanasema Mungu hayupo, lakini wanakwenda kwa waganga. Can you imagine, unakuta mtu anamkataa Mungu, lakini unamkuta huyu msomi anapigwa madogoli, anapigiwa ngoma na wachawi. Yani ndio ajabu yenyewe. Unakuta watu ambao wamesoma, and then wale ambao wako kule na waganga wa kienyeji, I don't know whether wamesoma au hajasoma, mimi sijui sana. Lakini hebu fikiria mtu kabisa ana PhD anasema Mungu hakuna, kwa sababu amesoma kasayansi. Amesoma kasayansi. Na bahati mbaya sana ukishahubiri tu sisi tuliokoka, ukiwaambia watu habari ya wokovu, wanatuchukuliaga ya kwamba hatujasoma. Hey guys, please tuheshimiane. Wanatuchukulia ujamaa hawana wote hujasoma. Sio issue elimu, my friend. Watu wamesoma, wana elimu, viongozi na nini, lakini kipindi hiki majira haya ya uchaguzi wanakwenda kwa waganga, wanapigiwa ngoma. Unakuta mtu abebeba jogoo kabisa anaenda kwa mganga wa kienyeji. You see? Kwa nini? Kwa sababu hajapata neema ya ufunuo wa kumjua Mungu. Ukimjua Mungu, my friend, ukamjua Mungu kidogo tu, ya kwamba ndiye aliyekuumba, oh my goodness, utasurrender kwake. Na sasa ukisha admit kwamba there is God, hiyo neema ikakujia kujua kwamba kuna Mungu aliyeumba mbingu na nchi, and then unaona Mungu anajifunua kwa sababu ufunuo ni hatua. Kuna yale mambo ambayo Mungu anajifunua leo, and then hiyo ni progressive. Napokutanaga na wachungaji wengine wanashuhudia,
wanasema mimi wakati Mungu aliponiita niliojiana naye sana. Nilimwambia Mungu, unaniita mimi nitaendesha gari ya namna gani? Unaniita mimi nitaishi nyumba ya namna gani? Unaniita, mtu mwingine alikuwa anasema mahali fulani, mimi Mungu alinionyesha hata suti nitakazovaa na viatu nitakavovaa. Mimi nawasikizaga nasema bwana wana neema bwana. Mimi ni kama Ibrahim kwa kweli. Ibrahim hakupewa ufunuo wote at the same time. Mungu anamwambia toka, nenda hadi nchi nitakaye kuapia. Unaona? And then Ibrahim alipotoka, kadiri alivyoendelea kushirikiana na Mungu, progressive revelation, ufunuo ule endelevu. Kadiri alivyoendelea kushirikiana na Mungu, ndivyo Mungu akawa anajifunua zaidi kwake. Ndivyo Mungu akawa anajifunua zaidi kwake. Baadaye akawa anamjua kwa mapana, kwa marefu, kwa kina. Hata Paulo ambaye anatokewa na Mungu wakati yuko Dameski, kwa nini anasema hivi? Natamani nimjue huyu Mungu zaidi na zaidi, kwa sababu ufunuo ni progressive. Huwezi kujua kitu kimoja siku moja kila kitu. That is not true. You see? Kwa hiyo nisikilize. Licha kwamba Mungu amejifunua kwetu, na ufunuo huu ni mkamilifu na wa kweli, lakini kwetu sisi sasa bado tunatakiwa kufanya bidii kila itwapo leo kuzijua kweli hizi za Mungu. Ndio maana tumesoma maandiko mawili ya Musa na Paulo. Musa anasemaje? Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu na sisi na watoto wetu milele. Na tufanye bidii kuyajua na kuyatenda, ili tutafanya maneno yote ya sheria hii. Paulo anasemaje kwenye Wakorintho wa kwanza 13:12? Maana wakati sasa tunaona kwa kioo, kwa jinsi ya fumbo, wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu, wakati ule nitajua sana kama mimi nami ninavyojuliwa sana. Kwa hiyo unaona, Mungu katika ufunuo anatusaidia tumjue ili tuwe na ushirika naye. You see? Na katika somo hili nataka tuangalie mambo mawili tu kwa haraka, and then tutaendelea juma lijalo Mungu akitupa neema. Nataka tuangalie asili ya Mungu na tabia ya Mungu. Unajua kwenye biology, mwili wa mwanadamu una maajabu mengi sana. Watu wanaosoma biology wakikwambia jinsi moyo unavyofanya kazi, unavyopampu damu, halafu damu inabeba oksijeni, halafu inapeleka kila eneo la mwili wa mwanadamu. Si ni ajabu hiyo? Unaona, hiyo peke yake inatusaidia kufikiri ya kwamba kuna kitu fulani mahali fulani chenye nguvu na ufahamu mkubwa ambacho kilimuumba. Yani hiyo tu inakufanya ufikiri kweli hivi mwanadamu alitokea tu hivi pup akawepo, halafu Mungu akaweka moyo huo ufanye kazi, ubebe oksijeni hivi. Fikiria mwanadamu unavuta oksijeni ukitoa carbon dioxide, and then hiyo carbon dioxide inachukuliwa na mimea, halafu mimea inakupa oxygen. My God. Hiyo hebu fikiria jua linavyochomoza mashariki hadi magharibi, ingawa si kweli kwamba jua ndio linatembea, dunia ndio inazunguka. You see, jua liko pale. Praise the Lord. Kwa hiyo tukitaka kutambua mambo ya mwanadamu, ukweli kabisa, mwanadamu ni zaidi ya macho, zaidi ya hii mikono, miguu, masikio. Kwa sababu ni hivi, kwa bahati mbaya mwanadamu akapoteza mkono, haachi kuwa mwanadamu. Atakuwa ni mwanadamu ila tu hana mkono mmoja, au akapoteza jicho. Kwa nini? Mtu ni nafsi hai. A person is one who has ability to think, feel, reason and decide. Ni nafsi, mwanadamu ni nafsi ambayo ina uwezo wa kufikiri, kuhisi na kureason, kufanya maamuzi, kufikiri na kufanya maamuzi. Sasa ingawa Mungu hana mwili, lakini ukweli Biblia inamfunua Mungu kama nafsi ambaye ana akili, ana uwezo wa kufikiri, ana uwezo wa kuhisi na kufanya maamuzi. Sikiza Biblia inavyosema kumuhusu Mungu. Ukisoma Zaburi 25:14 inazungumzia, unaona Mungu ana communicate, anawasiliana. Zaburi 25:14, siri ya Bwana iko kwao wamchao, naye atawajulisha. He communicates, atawajulisha agano lake. Kwa maana Mungu ni nafsi yenye uwezo wa kucommunicate, wenye uwezo wa kufafanua. Inatusaidia kujua kwamba Mungu anaongea. Hata sasa Mungu anaongea. 2, Mungu anazo hisia.
Isaya 1:14 anasema hivi, sikukuu zenu za mwezi mpya na karamu zenu zilizoamriwa, nafsi yangu, nasikia Mungu anasema nafsi yangu yazichukia. Mambo hayo yanilemea, nimechoka kuyachukua. Nanyi mkunjuapo mikono yenu, nitaficha macho yangu nisiwaone. Na mwombapo maombi mengi, sitasikia. Mikono yenu imejaa damu. Huyu ni mtu mwenye hisia. Anasema hivi, mimi nachukia. Unajua mwanadamu kwa sababu ana feelings, ukimpenda anajisikia vizuri. Ukimsifia anajisikia nini? Vizuri. Unaona? Ukimshukuru, kwa kweli ukimtendea mtu wema, halafu ukamwambia asante, anasema it's okay. No, anajisikia vizuri. Na usiposhukuru anashangaa. Kwa sababu gani? Tunazo hisia. Tukipendwa tunajisikia vizuri yahe. You know? Ukichukiwa unajisikia vibaya. Ukitendewa vibaya wajisikia vibaya. The same to God. Ni Mungu ambaye tukimfanyia vizuri anajisikia vizuri. Tukimfanyia vibaya, ndio maana hapa anasema hivi, mimi nimekasirika. Unaona? Nafsi yangu inachukia karamu zenu. Alipokuwa anazungumzia karamu, alikuwa anazungumzia ibada. Mahali pengine anasema hivi, hata mwinuapo mikono yenu imejaa damu. You see, Mungu ni Mungu anayefikiri. Isaya 55:8. Maana mawazo yangu, Mungu ana mawazo, si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu ni za juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Maana kama vile mvua, mawazo yenu si mawazo yangu. Naomba niishi hapo mstari wa 9. You see? Kwa hiyo Mungu pia anafikiri. 4, Mungu hufanya maamuzi. Mwanzo 2:18. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake. Si vema, akafikiri ya kwamba kwa nini huyo mtu yuko peke yake, na akafanya maamuzi, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo unaona, tunaweza tukajifunza kwa mwanadamu juu ya Mungu kuwa ni nafsi. Lakini listen to me, sisi ndio tumeumbwa kwa mfano wake na sura yake. Biblia inasema hivi, Adam aliumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Walipokuwa anasema vile, hana maana ya kwamba Mungu ana mikono miwili kama Adam, ana miguu miwili kama Adam. Hapana, anazungumzia ile asili ya Mungu, uwezo wa kufikiri, uwezo wa Mungu wa kuumba, creativity. Sisi hatuwezi kuumba kama Mungu kwa sababu Mungu aliumba kwa kutamka, tunaliwe jua likawa, na iwe anga ikawa, na iwe bahari ikawa. Lakini hata sisi twaweza kuumba kwa kufikiri na kutafakari. Sasa wakati tunajenga jengo la kanisa letu hapa Kariakoo, baada lile la kwanza kuwa limechomwa, alikuja architect Pastor Dondo, akakaa na mimi. Sasa mimi nilikuwa nina idea ya jengo kichwani mwangu, nikamueleza. Unaona, lilikuwa kichwani, natamani jengo liwe hivi, liwe hivi, liwe hivi, liwe hivi. Akawa ana note kwenye karatasi, ana note, hivi nataka iweje hapa, madhabahu ikaeje, watu waingilie wapi, watoke vipi. Unaona vitu vinamna, natamani jengo la watu wakubwa kiasi gani, kiwanja chako je kinaweza kuaccommodate. Hayo ni mawazo ambayo, huo ni ubunifu ambao ni copy tu ndogo ya Mungu ametupa, guys. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ni sehemu ndogo sana. And then jamaa akaenda akachukua yale mawazo yaliyotoka kichwani mwangu, akayaweka kwenye karatasi, akaja na mchoro wa ajabu, akasema, Bishop, ni hivi ulikuwa unawaza? Nikasema, yes, exactly. Na umefanya zaidi ya nilivyowaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo inaitwa nini? Creativity, uwezo wa kuumba. Ndio maana unaona tuna majumba ya ajabu, magari ya ajabu, computers, teknolojia. Unajua wanadamu wanashindwa kuelewa kwamba hii ni kopi tu ya Mungu aliyechukua jua akaliweka mahali pake likakaa, akaweka mwezi pale, halafu akaweka majira ya mvua, majira ya kiangazi, akaumba bahari, halafu akaiambia bahari stop hapo. Dar es Salaam msije mkazama. Sisi wa Zanzibar ndio kabisa tumezungukwa na bahari pande zote. Mungu akaiamuru stop pale, sikiliza. Akaumba wanyama, akawaambia simba, ninyi ni wanyama, kaeni huko porini, msingiliane na wanadamu. Hivyo unafikiri simba siku moja wakiamua kusema hivi twende zetu mjini?
wale wa Mikumi wale wakaja hapo kijijini Mikumi hapo. Wale simba wote wakakusanyana. Wasa tunaandamana leo. Kujaga huko polini mnatuangalia mnashangani. Ngoja leo tuwaonyeshe. Si ni hatari? Listen to me. Mtu mmoja alikuwa ananiambia kwenye biology, alisema nyoka ni kiumbe mwenye akili sana. In fact nyoka akilala chini hivi, ukitembea hivi, ana sense kupitia vibration. Yani anakuhisi kwa mbali. Unapotembea kiki, amelala anasikia. Nyoka ana visikio vidogo lakini anasikia mbali. Nyoka na macho madogo anaona mbali. Ndio maana Yesu mahali fulani alisema iweni werevu kama, sio mimi, ni Yesu huyo. Na biology inathibitisha. I studied science my friend. Inathibitisha. Unaona? Lakini Mungu akatupa sisi mamlaka ya kutawala na kuvitisha. Ndio maana unaona nyoka kimuona mtu anakimbia, machatu tu yale yanachanganyikiwa ghasia, yanakosa adabu wapi, yanakwenda kumeza watu. Si wamebeba tabia ya kishetani kidogo yale machatu. Lakini nyoka haya manani yanakimbia. In fact nyoka ukimkanyaga akikutafuna, in fact anakuambia hivi, please leave me alone. Leave me alone. Ndio maana nyoka ana bite za aina mbili. Ana kutafuna, si kutafuna, kuuma, kubite. Watu wanasemaga nimeumwa na nyoka. Okay, waseme nimetafunwa na nyoka. Kuna namna mbili ya kuumwa na nyoka. Let me use this. Aina ya kwanza, nyoka anapokuuma kwa sababu tu anajidefend, huwa haachili sumu yote. Serious. Ni kama umemkanyaga kwa bahati mbaya alafu anasema, "Hey, niachie, leave me alone." Tap. Lakini kuna nyoka wana kisasi kama cobra. Nyoka yule mbaya sana ni yule ambaye ulimpiga alafu akarudi akasema hivi na kuvizia. Sasa hiyo tunaita ni ile attack. Yaani amekusudia, anaachilia kila kitu, ni mbaya sana. Ndio wanasemaga kifutu ni hatari kwa sababu wale ni majoka yenye kisasi. You see? Kwa hiyo unaona Mungu akayaacha yakae huko. Fikiria nyoka wote kule huko kusini Lindi, Mtwara, huko tulikuwa kwenye kikosi kimoja farm 17 jeshini kule. My friend, kuna majoka kule. Yale majoka yote kule yakitoka porini akisema hivi, wanadamu, sisi na nyinyi leo, what would happen? Itokea nini? Lakini unaona uumbaji wa Mungu umetiisha, akampa mamlaka mwanadamu. Praise the Lord. Hallelujah. Wa kutiisha viumbe wa baharini na wanyama mwituni. Ametupa mamlaka. Katika uumbaji wake Mungu akamuinua mwanadamu kuwa wa pekee sana. Kwa tunapojua ya kwamba Mungu anahisia, Mungu anawaza, Mungu anasikia, inatusaidia kujua ya kwamba Mungu anakujali. Na ndio maana kwenye Yeremia 29:11 inasemaje? Mungu anasema mwenyewe kupitia, anasema hivi, ninajua mawazo ninayowazia ya kuwa ni mema na wala si ya kuwadhuru, kuwapa ninyi nina koti zaidi kwenye Biblia. Let me read. Ngoja nisome hilo andiko. Sitaki nilikosee. Ni kwa nini leo limenitoka? Nilikuwa na uwezo wa kulikariri. Yeremia 29:11 anasemaje? Maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana. Nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Kwenye Biblia ya Kiingereza inasema hivi, for I know the plans I have for you. Ni kama Mungu anasema nina mipango kwa ajili yako. Unaona? I know the plans I have for you. Unaona? Nina mipango kwa ajili yako. Not the plans to harm you. Sina mipango ya kudhuru, but to prosper you. Anatumia neno prosper, kukufanikisha, and give you a hope and future. Praise Jesus. Kwa hiyo unajua kujua ya kwamba Mungu anahisia, Mungu anasikia, Mungu anafeel. Unaona, Mungu anafanya maamuzi. Inatusaidia kujua ya kwamba ingawa Mungu ameinuliwa sana, yuko juu sana, lakini ni Mungu anayejali. Mara ngapi umeshawahi kuomba hivi, kweli Mungu anasikia maombi yangu? Na ndio maana sisi wa Pentecost kuna wakati kwa sababu ya binadamu wetu tunafikia tukipiga kelele sana, Mungu anasikia. Ni ubinadamu tu Mungu anatuchukulia, lakini listen to me. Hata ukiwaza Mungu anasikia. Mungu anamwambia Daniel, anasema ulipo tu chukua hatua ya kutaka kuomba, anasema Mungu alielewa.
Mahali fulani anasema ulipo kabla ya kuomba nalijua. Kwa hiyo God can understand what we feel. Anaweza akahisi tunachohisi. Nilikuwa kwa mama mmoja amefiwa na mtoto wake pekee. Kaenda kumtia moyo. Akaniambia, mchungaji. Nikamwambia, yes mama. Does God has feeling? Akaniambia, hivi Mungu ana hisia? Nikaelewa anachouliza kwa sababu mimi nimewahi kufiwa na mtoto wangu wa kwanza wa kiume, alikuwa pilot Afrika. Kwa hiyo I know the pain. Akaniambia, mchungaji, does God has feeling? Hivi Mungu kweli ana hisia? Ni kama anataka kusema hivi, mchungaji, hivi kweli anahisi ninachokihisi, maumivu na uchungu? Nikamwambia hivi, Mungu anazo hisia. Ila kuna wakati huwezi kuelewa hisia za Mungu kwa sababu Mungu huwa anajua mwisho kabla ya mwanzo. Kwa sababu njia zake ni za juu sana. Ameinuliwa sana. Na kila analoliamua Mungu ni sahihi. Ila kwetu sisi kwa sasa linatustua, linatuumiza. Kama maendelea kumwamini Mungu. Nikampa na ushuhuda wangu. Tukaomba pamoja naye. Mungu anasikia, my friend. Hallelujah. Na ndio maana kwenye andiko la msingi Mungu anasemaje? Toka mbinguni Mungu aliwachagua. Toka mbinguni Mungu aliwachungilia wanadamu aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Hakuna kitu ambacho mtu mzima hapendi kama kuambiwa huna akili. Hata mimi sipendi. I don't like. Sipendi. Lakini Mungu anasema hivi, kama kweli ninyi mna akili, kipimo ni ninyi kweli mnamtafuta Mungu. Kwa sababu ni rahisi tu kugombana na watu umeniambia sina akili. Lakini pengine umefanya jambo ambalo mtu akiangalia kipima hivi anaona kwa kweli Unajua sisi wachungaji tunasuluhisha kesi nyingi. Miaka fulani nyuma sana huko, vijana walioana and then wamemaliza honeymoon. Baada ya honeymoon miezi michache naona wamekuja ofisini, wamekata tamaa, vunjika moyo, ugomvi na nini. Na baadaye kuanza kuwasikiliza kijana akawa anasema, mchungaji, huyu mwanamke ameniambia mimi wewe huna akili. Nikamwambia, what? Sema yeah. Nikamuuliza, binti, wewe ni kweli umemwambia wewe una akili? Akamwambia, ndio nimemwambia una akili. Nikamuuliza kwa nini? Aliponieleza mambo aliyoyafanya, and then ninamuuliza kijana, ni kama anakubali. Lakini sasa hawezi kuniambia sina akili. Lakini ukipima kwa mambo aliyoyafanya unaona kabisa alikosa akili. Ila nikamwambia, binti, wanaume hatuambiwagi una akili. Ndio maana ulipewa magoti ya kuomba. Ndio maana ulipewa lugha na busara ya kuongea na mume wako hata kama amekosea. Na hii sio tu kwa upande mmoja, hata kwa wanawake pia. Yaani huwezi kumwambia mke huna akili, hawezi kujisikia vizuri. You see, Mungu anasema hivi, toka mbinguni Mungu aliwachungilia wanadamu. God is very interested na wanadamu. Fikiria Mungu yuko mbinguni anawachungilia wanadamu. Kwa nini anawachungilia? Hii neno kuchungilia sio ile ya kuangalia kwa hivyo. Alikuwa anawatazama wanadamu. Hata leo hii Mungu anatazama. Anataka kuona nini? Hivi kuna mtu mwenye akili? Si mtu mwenye degree. Kipimo cha akili sio degree. Kipimo cha degree, cha akili sio madaraka na mamlaka. Kipimo cha akili sio title, cheo. Kipimo cha akili sio mali. Tunazungumzia in the context of God, katika mtazamo wa Mungu. Kwa mtazamo wa dunia, ukiwa na mali utaonekana una akili. Ukiwa na cheo utaonekana na akili. Ukisoma sana utaonekana una akili. Of course kwa mtazamo wa kidunia ni sawa. Mimi nazungumzia kwa mtazamo wa kibiblia. Mungu anasema hivi, ninachungilia nione kama kuna mwanadamu mwenye akili. Tungetamani kumuuliza Mungu, huyo mtu mwenye akili ni mtu wa namna gani? Simple Mungu anasema, amtafutaye
Mungu. Praise Jesus. Afanyaye bidii ya kutaka kumjua Mungu, atafutaye msaada wa kumjua Mungu. Mtu mwenye akili ni wewe ambaye sasa hivi unaangalia kwenye television na kusikiliza maneno ya Mungu, umechukua notebook yako unaangalia. Mtu mwenye akili ni watu kama kina Paulo ambao hakuridhika, akasema hivi, licha ya haya ninayojua nataka nimjue kwa mapana, kwa kina, kwa kimo. Ni wale ambao wanajishughulisha kwenda kwenye Bible study, ni wale ambao asubuhi wanaamka kuomba, wanasoma neno la Mungu. Mjue Mungu kwa mapana, marefu na kina. Ni wale ambao wanasema Mungu nitakuabudu kwenye maisha yangu. Na usije ukasahau, the more you know God, the more you know yourselves. Kwa kadiri unavyomjua Mungu, ndivyo unavyojijua mwenyewe. Naomba nirudie ninapomaliza. Kwa kadiri unavyomjua Mungu, ndivyo unavyojijua wewe mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu uliumbwa kwa mfano wa Mungu. Umeshaona watu ambao wamemkataa Mungu. Unaona wanaume wanaoa wanaume wenzao, yani kuliko wanyama. Why? Wamemkataa Mungu. Kwa hiyo hawajui wao ni akina nani. Yani mwanaume anasahau kabisa yeye ni mwanaume, anatakiwa kuona, kuzaa, anaolewa. Sasa hivi tuna wanawake ambao wanasaga wanawake wenzao. Can you imagine? Ni mwanamke ambaye anatakiwa aolewe, yeye anaoa mwanamke mwenzake. Why? Kadiri unavyokwenda mbali na Mungu, ndivyo unavyojishindwa kujua wewe ni nani. Kwa sababu we were created in the image of God. Tuliumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa hiyo sisi ni taswira, nika sura fulani hivi. Kwa hiyo tukimwangalia Mungu, tunajijua zaidi. Tunajua kumbe tumepewa akili. Kama Mungu akili yake ni ya juu sana, Mungu akashare akanipa na mimi ka akili kidogo. Kama Mungu anawaza, Mungu naye akashare akanipa na mimi ka uwezo ka kuwaza. Kama Mungu anafanya maamuzi, na Mungu yeye akanipa na mimi uwezo wa kufanya maamuzi. Naweza nikasema ndio au naweza nikasema hapana. I have got that power. I've got that power. Na ukiokoka ndio kabisa Mungu mamlaka ile ya kusema hapana inakuwa na nguvu zaidi. Na mamlaka ya kusema ndio inakuwa na nguvu zaidi. Ukiokoka unashangaa hata neno lako linakuwa na nguvu ya uumbaji. Unapata ile creativity power. Ukiamuru mapepo yanaondoka, ukiamuru magonjwa yanaondoka, toka katika jina la Yesu, yanaondoka. Why? Kwa sababu sasa umeanza kujijua wewe ni nani. Kwa sababu kadiri unavyomjua Mungu, zaidi na zaidi unavyomjua Mungu, zaidi na zaidi ndivyo ambavyo unajijua wewe ni nani. Ningetamani leo maombi yetu yawe nini? Roho Mtakatifu nipe kiu ya kumtafuta Mungu. Mungu jifunue zaidi kwangu. Nikujue wewe Mungu. Nijue uweza wako Bwana. Nijue mamlaka yako Mungu. Nijue nguvu zako Mungu. Natamani nikujue Baba. Endelea Mungu kujifunua kwangu. Rikaraba shindi rikaya bosandara Baba. Rikaraba shirikaya Baba sara Baba. Nipe bidii Mungu ya kutafuta uso wako. Neno lako linasema kumjua Mungu ni chanzo cha maarifa. To know God is the beginning of knowledge. Rikaya shende rikaya Baba. Oh rikaya bashende rikaya. Kwenye Zaburi ya kwanza nasema amebarikiwa mtu yule ambaye hakuketi barazani pa wenye mizaha, wala kwenda kwa shauri la wasio haki, wala kusimama katikati ya wasio haki, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, nayo itafakari usiku na mchana. Huyo mtu atakuwa kama mtu uliopandwa kando kando ya vijito, uzao matunda kwa majira yake, na wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Nipe kukujua Mungu. Weka kiu ya haki ndani yangu. Weka kiu ya haki ndani ya mama huyu. Weka kiu ya haki ndani ya baba huyu. Rikaya bashindi rikaya sandara baba. Orashiki kabushika bayandaraba. Tukutazame wewe Mungu. Tunaishi nyakati ambazo watu wameanza kuinua vitu. Watu wameanza kuinua mafuta. Wameanza kuinua maji.
wameanza kuinua vitambaa na vitu tu vya kawaida, wakaisahau nguvu iliyo katika jina lako na nguvu ambayo umeweka ndani yako. Mtume Paulo anasema katika Efeso 3:20, atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo makubwa ya ajabu mno kuliko tuyaombayo na tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. There is power that is in us. Baba, ninakutukuza. Moyo wangu umechangamka. Moyo wangu umefurahi. Moyo wangu umefurahi kipindi hiki cha kwanza katika Joy Gospel TV. Ni kweli hatukuwa hewani kwa muda mrefu, si kwa kupenda, bali kutokana na changamoto. Naomba tusaidie Bwana. Naomba tuwezeshe Mungu katika jina la Yesu. Kurashikitika shandaraba. Rikabaraba sayandaraba shikia baba. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa sababu wewe ni mwema. Utukufu na wewe. Mamlaka ina wewe. Asante Mungu, unatupenda. Asante, unatujali. Unatuthamini Bwana. Kwako wewe hakuna mpaka. Nakushukuru Mungu. Nanyenyekea chini ya mkono wako. Ninamwombea baba huyu. Naomba ukamponye katika jina la Yesu. Ninamwombea mama huyu. Ninaomba ukamponye katika jina la Yesu. Ninaachilia uzima. Ninaachilia afya. Ninaachilia uponyaji. Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Na watu wa Mungu tuseme amen. Amen, amen, mtu wa Mungu. Oh, there is power in the blood of Jesus. Kuna nguvu katika damu ya Yesu. Mungu akubariki sana. Sana. Moyo wangu umetekewa sana. Sana. Mimi naamini Joy Gospel TV ilikuwa ni TV ya baraka sana kwa watu wengi. Lakini tulipata changamoto. Na leo najisikia vizuri kutoa kipindi cha kwanza ambacho tumerekodi katika majira haya baada ya Joy Gospel TV kurudi. Ni kuombe mambo mawili matatu. Jambo la kwanza, subscribe kwenye YouTube channel yetu Joy Gospel TV. Jambo la pili, ni kusii kwa moyo unyenyekevu sana, changia Joy Gospel TV. Chochote kile ambacho Mungu atakujalia, tutakipokea kwa shukrani sana. Kwenye hiyo namba inayopita hapo chini. Mimi siuzi mafuta wala maji, na sitakaa niuze. Jana mmoja juzi alinijia akaniambia, pastor, unajua wewe ukiuza maji hapa una watu zaidi ya 2,000, utapata pesa nyingi sana. Nikasema sijapata hiyo neema ya kufikiri ya kwamba maji yana nguvu kuliko jina la Yesu. Inatosha jina la Yesu. Na kama hakutakuwa na watu ambao wataelewa kwa hiari yao kuchangia Joy Gospel TV, basi Mungu atafungua mpango mwingine. Lakini ukweli sitafanya kile ambacho naamini si sahihi. Sitafanya. Kwa hiyo niwaombe wale wenye moyo wa kutaka na moyo wa hiari na moyo wa kuguswa, please changia Joy Gospel TV. Kwa wale wanaotaka kuwa kwenye group la family, Joy Gospel Family, tuna group ambalo ni Joy Gospel Family tumelianzisha. La wale tu ambao kwa hiari yao wanasema tunataka kuwa wanafamilia, na kila mwezi tutachangia kiasi fulani kwa ajili ya television ya Joy Gospel TV. Please, ukijisikia kufanya hivyo, wasiana na mimi, ni text kwenye WhatsApp. Namba yangu ni hiyo hiyo, 0652631172. Na ukifanya hivyo, basi Mungu atakubariki. Usahau kutufuatilia vipindi vingine na kusubscribe kwenye YouTube yetu Joy Gospel TV. Otherwise, Mungu akubariki sana. Injili iendelee.